toka hii michuano imeanza, labda Babu Para utuambie kazi ya Alex Baena, kwa nini mwalimu Belafonte alikuwa anamprefer Baena sio Nico Williams? Na ukija katika eneo jingine unaangalia Fabian Ruiz, of course mshawahi kumgusia hapa sana hapa kwa Baena. Kwa nini ni Baena sio Nico Williams? Ni kitu gani Baena na offer kwenye Costa Hispania? Fluidity. Ule tunasema ule mtiririko sahihi ama muendelezo sahihi wa mashambulizi. Ndio Alex Baena ndo kitu ambacho alikuwa anakiofa kwenye kikosi cha Hispania kwa kiasi kikubwa sana. Kile ambacho anakifanya Lamine Yamal upande wa kulia ndo kile ambacho alikuwa anakifanya Alex Baena upande wa kushoto. Ni kwa sababu Alex Baena ni miongoni mwa wachezaji ambao hawana hiyo soft spot. Lakini pia klabu ambako katoka, namna ambavyo amekuja kukutana kwenye season iliyopita akiwa na Atletico Club de Madrid. Madrid haina mashabiki wengi kwa upande wa Afrika, maana yake ni ngumu wachezaji wengi wa Madrid wa Atletico kuweza kufahamika kwa watu wengi. Hilo ni moja. Lakini la pili, nafasi ambayo alikuwa anacheza yeye kwenye kikosi walikuwa wanataji wachezaji wengine wakina Antoine Griezmann, unawataja wakina Correa, Alexander Thoros, Julian Alvarez. Yeye alikuwa anapata hizo dakika chache anaingia chini ya Diego Simeone. Lakini jana mimi nilikuwa namwambia Mpoma na Inzo na Katanga muda tunaangalia mpira pale chini. Kaambia mnamuona huyo Alex Baena huyo, kipindi majina yanaitwa yale, huyo ndo mchezaji ambaye alikuwa anaonekana hatocheza hata dakika moja. Lakini ndo mchezaji ambaye kacheza mechi zote za Hispania. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu alikuwa anaweza kutenganisha ule mstari wa ulinzi wa timu pinzani, kutenga na mstari wa kiungo wa timu pinzani. Anakokuwa anacheza operation ya Alex Baena kiwanjani ni tofauti na anavyokuepo Nico Williams. Nico anapenda space, akashambulie eneo ambalo liko wazi, akimbie zaidi. Aina ya wachezaji ambao wako kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Ufaransa ndo Nico Williams. Ni tofauti na Lamine Yamal ambaye yeye anapenda kucheza kwenye watu. Kile ambacho anakifanya Lamine Yamal ndo hiki kitu ambacho alikuwa anakifanya Alex Baena kule upande wa kushoto. Anapenda kuwatafuta watu. Akiwa anamsogelea, anaenda kukabiliana na mpinzani akiwa na mpira mguuni, maana yake anafungua njia nyuma ya mgongo wake ili kumruhusu fullback wake aweze kupita. Kwenye haya mashindano Mpoma ametoka kuongelea sasa hivi, lakini kwenye haya mashindano miongoni mwa wachezaji ambao wamefanya vizuri zaidi ni Marco Correa. Marco Correa alikuwa anapata hiyo faida ya kufanya vizuri zaidi ule upande wake wa kushoto kwa sababu ya operation aliyokuwa anaitoa Alex Baena. Pale ambapo anakuwa na mpira anaenda kumface center back au anarudi ndani kwenda kumface midfielder wa timu pinzani, ile nafasi yote ya pembeni inabaki wazi kwa ajili ya kumpisha Marco Correa akashambulia ile nafasi ambayo iko wazi. Ndio maana watu wengi wanamuona Correa kafanya vizuri zaidi. Aliyempelekea yeye afanye vizuri ni huyu Alex Baena. Lakini ukiachana na hiyo kwamba alikuwa anaweza kuifree up space upande wake wa kushoto ambao ni nafasi ya nje kwa ajili ya fullback wake, Alex Baena akiingia ndani alikuwa anaenda kukaa kwenye mstari mmoja na Dan Olmo anakuwa namba 10 wawili. Ukishakuwa na namba 10 wawili, maana yake ile shape ya kiungo cha Hispania inabadilika kutoka ile pembe tatu inakuwa shape ya mstatili. Wanakuwa na namba 10 wawili juu, lakini wana viungo wa chini wawili kwa maana ya Rodri na Fabian Ruiz, ama Rodri na Pedri kwa upande wa chini. Juu anakuwa Alex Baena na Dani Olmo, ambapo ni mstatili unatengenezwa kwa maana ya kwamba wale viungo wawili wa ukabaji wa timu pinzani watakaa katikati ya hawa. Nyuma una watu wawili, mbele yako una watu wawili. Na kama Hispania anakuwa kwenye possession kwa maana anamiliki mpira yeye mwenyewe, ni ngumu kuweza kumpress na kuupata mpira kwa sababu wanakuwa na machaguo mengi ya kupasi mpira kwenye ile zone of 14 wakiwa wanalikaribia zaidi box la kwako mpinzani. Kwa hiyo katika mazingira yale Alex Baena alikuwa anaofa kitu kikubwa sana katika yale mazingira. Lakini Musa unakuja kumwangalia Alex Baena pia ni miongoni mwa wachezaji ambao ni tunasema ni press resistance. Ndio. Ni ngumu kuweza kumpoka mpira akiwa nao mguuni. Anaweza akakosea pasi akapiga shambo sawa, lakini akiwa na mpira mguuni ni miongoni mwa wachezaji ambao technical ability yao ni kubwa kama Kovacic. Kama Kovacic. Akiwa na mpira mguuni tena kwenye maeneo ambayo yamebanana zaidi ambako alikuwa anaenda kuombea mipira kwenye zile corridors,
anapelekea wachezaji wa timu pinzani wawili ndo wammaki yeye peke yake. Katika mazingira ya kummaki yeye, kwa sababu anaenda kujikabidhisha katikati ya wachezaji wawili wa timu pinzani, ni katika yale mazingira ambapo anawaacha njia panda wale wachezaji wawili. Wanaanza kuwaza, niende kukaba mimi au uende kukaba wewe? Akipokea mpira kwenye yale maeneo, maana yake mmoja ambaye anakuja kutingishika kumfuata, kumpress ili achukue ule mpira, anaacha nafasi nyingine ya wazi kwa ajili ya mshambuliaji wa Hispania Mikel Oyarzabal. Ndio maana umeona Mikel Oyarzabal amefunga mabao 5 kwenye mashindano, lakini mabao yake mengi ambayo yamepatikana ni, ukiangalia ile setup, mipira 3 ya mwisho kabla yeye hajafunga goli, lazima kuna connection ya Alex Baena akiwa mbele kidogo ya penalty box ya timu pinzani, kwa maana yeye ndo alikuja kutengeneza ile nafasi ili Mikel Oyarzabal atengwe, abaki akiwa huru ili apatengenezewe mazingira ya kuweza kupokea mpira. FM.